Naam, tuko majira ya saa 9 hivi. Ni saa za Afrika Kati ikiwa naelekea 10 majira ya Afrika Mashariki. Mimi ni baba la baba mzee wangu wa Suma Rajabu Wakili Kabonga ambaye ninakurushia haya matangazo. Kauli za Antonio Guterres, Secretary General wa Umoja wa Mataifa, zimekuwa ni kauli tata sana ambazo zinavunja moyo, lakini ndiyo jinsi hali ilivyo. Kauli gani hizo? Tutazisikiliza hapa. Kuweza kuchukua madaraka rasmi ya Umoja wa Afrika, Evariste Ndayishimiye, kuna manufaa gani kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Serikali ya Rwanda imeanza kuogopa kwamba madaraka hayo ya Ndayishimiye yataleta utofauti nchini Rwanda. Pia serikali ya Burundi imemkamata espion kutoka Rwanda ambaye alikuwa anatumwa kuja kupeleleza Burundi kwa lengo la kutaka kupindua serikali ya Gitega. Mashambulizi sehemu mbalimbali kutoka kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku magaidi wa M23 wakiendelea kuisoma namba, wakijiondoa sehemu zimoja huko jimboni Kivu ya Kaskazini. Na pia kitu kingine muhimu sana ni kuhusiana, kuna mkasa mmoja hapa ambao umefanyika Uganda. Mbunge ameweza kutoa umeme ambao alikuwa anaweka kwenye kijiji kimoja baada ya kukosa kuchaguliwa. Dipita natoa vitu vyake wana. Hamkunivutia natoa vyangu. Mashambulizi ya ndege za FARDC pamoja na drones zasababisha M23 Twirwaneho kupata hasara kubwa huko maeneo ya Minembwe. Na mazungumzo kati ya M23 na kiongozi wa MONUSCO ya leta matunda, huku M23 wakijifuta machozi, lakini uhalisia wa mazungumzo yote ni kwamba M23 sasa waenda kufika kikomo. Yes, karibuni sana. Ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata haya matangazo kila wakati. Bila kupepesa macho kwa sababu mambo yamekuwa ni mengi sana. Rais Ndayishimiye ameweza kutoa rasmi uongozi wa Afrika. Sasa katika hili swala kuna swala la M23 na serikali ya Rwanda. Sababu rais pekee barani Afrika ambaye aliweza kuwa akizungumza hadharani kwamba nchi inayovamia Kongo ni nchi ya Rwanda. Nchi ambayo iko na destabilize amani Kongo ni nchi ya Rwanda. Nchi ambayo inataka kuvuruga usalama ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ni nchi ya Rwanda. Sasa huyo ndo amepewa uongozi wa Afrika. Nini ambacho kitakwenda kutokea? Kwanza katika speech za Ndayishimiye moja kuhusiana na maendeleo ya bara la Afrika, na ndo wakati huo alizungumzia kuhusiana na swala la please mtu uko unasoma ndo please unakuwa uko bumbafu. Wafanya siasa wengi wa Afrika na wasomi wa Afrika sio kwamba wako na akili, hawana akili, badala yake wanakuwa ni wajinga. Swala lenye aligusia na ambalo mimi pia nilitaka niweze kushare na wewe ni hili hapa. Umoja wa Ulaya ama wazungu wanatuita kwamba sisi ni masikini, hatujiendelezi, tunapenda rushwa, hatujui kufanya maendeleo, wakati wao ndo wako nakuja kuiba rasilimali zetu. Kitu kingine, wao ndo wanafanya kwamba rais mmoja wa Afrika akisimama kukataa kula nao sani moja, kula rushwa zao, kwa sababu wanapatiaga viongozi pesa nyingi, ngombe sikiza, wewe chukua hivi na hivi na hivi na hivi, fanya hivi, sisi tuache hivi. Ukikataa zile pesa zao tayari unakuwa ni adui kwao. Sasa mnasema sisi ni maskini.
tunakula rushwa. Wakati tukisimama hatupendi kukolabori na nyinyi, tena nyinyi ndio mnaanza kutufanyia kampeni mbaya kwamba sisi tuko viongozi wabaya. Na pia kusababisha vijana wengi wa Kiafrika kutoka huko Afrika kukimbilia kule kwenu kwenda kutafuta kazi, kwa sababu kule mnatuibia rasilimali zetu, huku mnabeba kule kwenu, kisha nyinyi ndio mnatengeneza, sisi tunakuja kupata makombo tena tunanunua kwa bei ghali zaidi. Kwa hiyo katika uongozi wake kama kiongozi wa bara la Afrika ni kuhakikisha kwamba ushirikiano, umoja, muungano wa Afrika unaimarika zaidi. Ningependa umsikilize Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye. Il nous juge que nous sommes pauvres, mais entre-temps, ceux qui nous jugent que nous sommes pauvres, ce sont eux qui sont en train de piller nos ressources naturelles. Avec nos ressources, ils créent des richesses qui servent d'appât pour attirer les jeunes à quitter leur pays, pensant que la vie meilleure se trouve dans ce pays. On prend nos ressources, on va les transformer, on donne l'emploi à leur jeunesse et on nous attire pour aller là-bas. Pourquoi? Parce que si nous y allons, la main-d'œuvre devient moins chère. Mais aussi ce qu'ils transforment, ils vont le vendre chez nous à plus cher. Pourquoi alors nous, puisque nous avons étudié, nous ne pouvons pas transformer ces ressources pour en faire les vendre chez eux? C'est possible, mais c'est une décision. Parce que c'est là même qui veulent qu'on les donne nos ressources naturelles. Ce sont eux qui nous incitent à la corruption et à la malversation économique. Ils traitent nos dirigeants. Vous verrez qu'en dirigeant nos corruptibles, il est mal vu par certaines puissances. Vous verrez que les pays qui ont démontré leur capacité de se développer, ce sont les pays qui ont été cibles de destruction. La Somalie était la grande puissance en Afrique. La Libye était une grande puissance en Afrique. Mais vous avez vu comment ces pays ont été détruits jusqu'à ce qu'on ne se rappelle plus là où étaient les villas et les buildings. J'ai été en Somalie, j'ai vu ce qui s'est passé là-bas. C'est une expérience que j'ai. Si Alider n'est pas corrompu, n'est pas versé dans les malversations économiques, il est mal vu. Parce que c'est lui qui bloque le développement de ces grandes puissances. Huyo ni Rais Ndayishimiye. Swala la Antonio Guterres. Antonio Guterres alisema kwamba MONUSCO ama jeshi la Umoja wa Mataifa alikuwagi ndani ya nchi juu ya kuleta amani, bali linakujaga juu ya kusaidia pande zote mbili za huku na huku ili ziweze kuungana kwa pamoja, zishirikiane kwa pamoja kwa lengo la kusikilizana na kutengeneza kuaminiana kwamba wao ni watengenezaji, ni kama daraja vile. Wa huku wanapita na huku wanapita, wao wanaunganisha kwa katikati. Ndio. Na ndio hiki ambacho pia nitaka niwakumbushe kwamba ujio wa MONUSCO Uvira, sijui Kongo nini, haiko kwa ajili ya kusema kwamba wao ndio watatusaidia, kwamba sisi tutatoka wao ndio wabakia na wanapigana. Hapana. Ila kuna resolution yenye ilifanyika ya cadre ya intervention ya 2808 ambayo ilifanyika mu Conseil ya Sécurité ya Nations Unies. Hii resolution inakuwa ni ya contre offensive. Wakati wanakuatake unafanya ile contre offensive, wanakuja unapiga, sawa, una uwezo unadhibiti na unawatwanga, ili waliweza kuichagua kwamba itatumikisha hii tofauti na ile 2773. Naona sasa binafsi nakubaliana na Antonio Guterres kabisa. Tunajua kote kwa MONUSCO inafikaga hailetagi amani, ila amani inatengenezwaga na nchi. MONUSCO inakuwa pale ni kuassist tu sehemu zote mbili, wa huku na wa huku, na wanaangalia nini kile watafanya ili kuweza kuweka mambo ikae sawa. Sasa sisi haiko hivyo. Tuko na mainite zetu zenye kukomaa, tuko na wanajeshi wetu kukomaa, na tunashukuru kwa sasa hivi makamanda wengi hawali namna tena ya kupokea rushwa kwao inakuwa ni ngumu. Unaona?
kupokea kwao rushwa kwa sasa hivi inakuwa ni ngumu, kwa sababu macho yote yako kwao. Macho yote wanawaangalia. Unaona? Sawa? Macho yako yanawaangalia. Kwa hiyo kutakuwa kuna ugumu sana kwa rushwa iweze kupita. Yaani hii kitu ya SSLF yenye watu wako wanalalamika, nitakazia hapa pointi kidogo tu kuhusiana na hilo swala. Lakini hili swala la MONUSCO kwetu sisi halina shaka na hatuna wasiwasi nalo, kwa sababu tunajua jinsi MONUSCO zinatumikaga, tunajua manevra yao, tunajua. Na ndio maana ni kwamba tokea mwanzo kama watakuja waje ni kwa ajili ya kuramplire ile maformality ambazo sisi tulikubaliana. Unaona, serikali ni kitu ambacho kinakuwa kina respect engagement yake. Serikali sio kama ba rebel. Naona serikali ina respect kama engagement. Tulisema kwamba tuache kupigana, okay sawa. Tufanye tuongee hivi na hivi sawa. Sisi serikali tunasema okay, twende mwe process. Muasi yeye juu ni mtu mwenye iko na akili ya kiasi, akili ya ovyo ovyo, atapenda aprofite mwili kwa zio. Na ministre wa affaires étrangères Teresa Kaikwamba alisema hatuwezi kosa kutante namna ya kupata amani, licha kwamba tushatante mara mingi, lakini kwa upande wa waasi wako wanaviolele mipango. Si ndio hii yenye iliwakuteshere hapa sawa bali violele SSLF ya kuja Uvira. No, sisi tunawaacha wao na ni wanapangilia kuja kuvamia Uvira. Kile kilitokea ndio hiki hapa. Sasa serikali haiwezi kosa kufanya vile. Serikali iko legitime, iko na droit, iko na haki, lakini wao ni wahasi. Sawa, hao ni wahasi, hawana ile. Na unajua muasi akwagi na akili za kuenea, yani yeye ni kuua, kuiba, kubaka, ndio akili ya muasi. Kwa hiyo alichoongea Antonio Guterres, aliongea sawa. Na sisi ambacho tutafanya ni kwa ajili ya defense yetu sisi wenyewe. M23 walimpokea kiongozi wa MONUSCO Goma. Hii hatukizungumzia sana kwenye habari zetu za asubuhi na pia za saa 6. Lakini kuna habari gani hapa? Hapa kuna habari gani ya kiongozi wa MONUSCO kuja Goma? Kumbuka Umoja wa Mataifa ushamaliza hii kesi ya M23. Lakini kinachofuata ni kwamba M23 ndo wako wanashindwa kusema kwamba waachie maeneo ambayo waliambiwa waache. Dosie iko hapa ni yae. Wasiwadanganyi kushoto kulia. M23 iko inasema sasa sisi tutaenda wapi, tutaishi yae? Tushapoteza vitu vingi. Hatujui kwa tutaenda. Wenye Rwanda hawa watarudia kwa sisi ba Cornel Nangaa, Babisimwa na wengine tutaenda wapi? Ndio maana tunataka na serikali tuongee, watupatie na si nafasi, watusamee. Unaona? Watusamee, tukue amnesty. Na pia waone gisi watatuingiza ndani ya serikali. Haya mambo mawili ndio mambo makubwa ambayo serikali inasema haya hayatafanyika. Unaona? Kumsamea mtu kama Corneille Nangaa, mamilioni ya watu wenye aliua, hapana. Sheria lazima ifanye kazi yake. Unaona? Katika hivi vitu viwili vikubwa, kusamea na kuingiza serikalini, mimi naweza kuwa na idea moja hapo. Kwa mpangilio wangu mimi naweza kubali kuwaingiza serikalini. Sasa tunaingiza haya ka mtu kwa mtu, lakini sheria iko pale pale. Kwa mfano tuseme haya, okay, Nangaa suko Kongole sawa, Kongole CV yake ni Kongole hivi na hivi, okay sawa, ingia. Akishaingia pale, haya pitia kwanza mlango wa scanner bakuskane, sindo justice, bakuskane kwanza sheria na kuangalia makosa yenye alifanya, hana makosa, haya pita. Akiingia pale bana mskane nsikia pom 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 pom, iko na makosa haya, mashtaka yako ni 1 2 3 4 5, miaka 15 jela. Makenga naona kuya hapa tukoone Makenga kuangalia hivi, Rwanda huyu pita kushoto. Bisimo kuya hapa kuangalia hivi, mamake ni Rwandezi, babake ni Kongole, Rwanda huyo wende Rwanda. Aka kafupi nako kwa banakangalia ka Kongole. Kuangalia ndani yake makosa ilifanya pita huko. Donc inakuwa ni njia rahisi
ya kuwakamata wote na kuwaweka ndani. Sawa? Hapana msamaha. Mtaingia ndani ya serikali, lakini sheria lazima ifuate. Sasa na wao hapa ndo wako wanapinga. Najua kwamba kama tunasema okay, tuache silaha chini na sheria ifuate mkondo, M23 yote itajikuta inaingia inanyongwa. Sasa wanangangania hapa, na ndio hii hapa kiongozi wa MONUSCO alikuja kuambia kwamba nyinyi mnatakiwa kuweza kutekeleza masharti ambayo yamewekwa na Umoja wa Mataifa, na pia mnatakiwa mfuate kanuni ambazo zimewekwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu ni serikali ambayo ni halali kabisa, haiko serikali ya magumashi, iko halali. Oho. Burundi kumekamatika mpelelezi wa Kinyarwanda. Mpelelezi alikuja Burundi akakamatwa na mamlaka za nchi, na hivi kesi yake iko ni kubwa. Ana mambo mengi ambayo amezungumza, vitu vingi ambavyo walikuwa wanaandaa juu ya kuangusha serikali ya Burundi. Huko naona Rwanda gisi iko na juu ya madouble G. Jambo la hatari sana serikali ya Paul Kagame. Yaani Kagame sijui ni nchi ya aina gani yenye Rwanda iko naongozwa na huyu jamaa ambaye anataka huu ukanda wote wa Afrika Mashariki na Kati uongozwe na Watusi. Na ndio hiyo ndio lengo yao. Lengo lao ni kwamba Kongo kuwe Mtusi, Burundi kuwe Mtusi, Tanzania Mtusi, Uganda Mtusi, Kenya Mtusi, Sudan hivyo, Ethiopia hivyo. Yaani kama ukanda wote ni Watusi, ndio wao unaona kwamba wako na ridhaa. Na ni kweli ukiangalia wakati Burundi inaongozwa na Mtusi, Kongo tulikuwa hatuna mali, donc tulikuwa tuko destabilize moja ya juu. Ndio maana pia na sisi ba Kongole ni jukumu letu kuhakikisha kwamba Burundi kusitawale Mtusi. Lazima tusimame na Wahutu, tuwatetee, tuungane nao kwa pamoja, tushirikiane ili pale pasitawale Mtusi. Juu Mtusi akitawala Burundi, na maana na sisi deja huku tunanyonywa. Tunanyonywa kabisa. Haya. Qu'est-ce qu'il faut? La police burundaise a montré aux journalistes un Rwandais attrapé sur le sol burundais. C'est un militaire actif de l'armée rwandaise. Il s'appelle Caporal Rucyahintare Cyprien. De la matricule c'est 28 40 49 et il est du camp de Gabiro. C'est au Rwanda. C'était sa 3e mission ici au Burundi, une mission qui vise la déstabilisation de ce pays. Cyprien Rucyahintare affirme qu'il est militaire rwandais en activité. Il a dit à la presse qu'il s'est rendu aux forces de l'ordre burundaises en citant différents centres d'entraînement de combattants visant à attaquer le Burundi. Suite aux mauvaises actions de notre gouvernement qui soutient ceux qui veulent attaquer le Burundi, il a été nécessaire de me rendre parce que j'avais déjà découvert qui je suis et c'est dont j'ai besoin. Et je suis venu le dire ici au Burundi. Il y a des personnes qui planifient d'attaquer le Burundi. Les premiers entraînements ont lieu dans Gabiro. L'effectif de ces hommes est compris entre 2000 et 2200. Ils ont l'objectif de renverser le pouvoir en place. Le détenu dévoile le nom de celui qui l'a envoyé en mission avant d'énumérer des centres d'entraînement. C'est notamment un certain Kazaviza. On dit qu'il est cousin à Nyombare. C'est un colonel du camp Gabiro. Il est parmi ceux qui entraînent les militaires. Il y a notamment le camp d'Ogishenyi, le camp d'Onzove, le camp policier qui se trouve à Masaka, un camp policier à Ruzo, un camp militaire de Nyagisozi, le camp militaire de Kizungu. Il y a aussi un autre camp militaire qui se trouve à Isanganyarusenyi. Toutes ces localités sont près de la frontière. Et c'est là où j'ai pu arriver. Hari ikindi cya gisirikare kiraho bita Isanganyarusenyi, aho
aho hose ni impande y'umupaka wawe ujya kwegera u Rwanda. niho hantu hambere nabashije kugera. Le détenu affirme être un militaire espion de l'armée rwandaise avec grade de caporal. Toutefois, Lucia Intare ne connaît pas aisément les noms de ses supérieurs. Notre capitaine s'appelle Ignace. Le commandant du camp, c'est monsieur Major Kalissa. Un autre homme, c'est son conseiller. Je ne me souviens pas bien de lui. Il est aussi conseiller du président. Umujyanama we ni tumba ndimo ndamwibagirwa neza ko nawe ni n'umujyanama kwa president. Le porte-parole de la police burundaise affirme qu'il s'est rendu. Ce n'est pas une reddition. Nous-mêmes, nous avons été étonnés d'entendre qu'il dit qu'il s'est rendu aux forces de l'ordre burundaises. Ce n'est pas vrai. Et il a été appréhendé et il était en mission d'espionnage. La troisième mission, alors, celle au cours de laquelle il a été appréhendé, il venait au fait négocier avec les sœurs de cette localité si elles pouvaient accepter de les cacher au moins 200 combattants qui allaient être utilisés pendant les attaques ici dans ce pays. Il a été alors appréhendé avant qu'il n'arrive chez ses sœurs. Na baada ya kesi hiyo kuna ujumbe mwingine huo hapa ambao ningekuacha uweze kusikiliza. Sisi hapa Sage tunaamuka salama kidogo. Ila kiafya tunaamuka salama. Ila tunavyoishi kwa sasa inakuwa ni maisha ya mashakani. Maisha ya woga. Kwani nasema maisha ya woga. Hapa kunakuwa mpango mwingine wa kutuma watu wote watatoka tena hapa Sange, hasa hususan wanaume na vijana. Hawa Sarambo wanakuwa na mpango wanaoblige kila chef d'avenue aende na baonyesha kwenye kuko mzalendo. Bila vile itakuwa ni shida kwake. Mwenye atabeba nani mzalendo mwaveni yake iko na problem. Wakija uwe peke bakisaka mwaveni wanakamatia mzalendo ndani ya aveni yako, na weye na ule mzalendo nyevote njia moya, kote dispari. Cha pili, uonyeshe kwenye kuko Murundi. Kama uko Murundi mwanapanga kwako ama mwaveni, umpeleke wewe peke, mwaregistre na bibi ya soda. Tena watu batatu ndio biko na mpango wa kuoblige tena ba chef d'avenue bebiko eti wapatie namba za simu za kuwa na denoncer usiku. Wanakuja usiku, wanakuita, wanakuweka mgrupe yao ya simu ya WhatsApp. Kisha kuweka mgrupe, kisha wanakuita usiku, mwele usiku eti ndio nabaonyesha kwenye huko mzalendo na Murundi. Usalama wetu huku nakuwa wapirika kabisa. Kama unajua ulijipima tu kizalendo hapa kwetu Sange ni shida. Ni shida kule Kinanira kabisa. Washa kubamba tu, haona bahati wanakupeleka kule na kupiga fimbo huko na kuchomeka manguo mkinywa. Ndio usilalamike. Wanakupiga kando na kupiga fimbo. Sasa unaona kata leo wanakutupa kule. Usiku wanakupakiza mkonvoi waenda kuzika kule chini kwa makaburi. Ndio hali tuko nayo hiyo ya hapa Sange. Rema tuko mshida. Hivi washajaza tena basoda yabo Kajembwe. Na wale basoda bazaba mbeba.
Red Tabara viko mkiamate yote mzima. Yani wangetusaidia, serikali ingetusaidia kuwafukuza huku. Kwa maana tutaachia adui territory ya Uvira kipande moya. Na viko na madrone, viko na vingine. Si hapa Kajembwe. Batala tuma drone hapa Kajembwe hapa ku veterinary wanawapigia pale. Na viko mkajembwe drone inawapiga, na viko kule pale Yulu Kabunambo. Drone tena pia wanawachilia pale. Kwa nini? Kwa nini wanaangaliana macho kwa macho bakose kuwapiga? Nashangaa sana kuona wasuda wa FARDC na wazalendo yuko pale kulijiwa Kasambura pale na wenzao yuko hapa Kabunambo yuko naangaliana, lakini hakuna hata kubushe. Hatujui sababu gani. Na hivyo wazalendo wote washatoa barabara na wanabatia pembeni kule Ondesi kule chini. Yaani barabara inabakia FARDC tu. Ndio shida ile tuko nayo. Tuzidi kuombeana tu Mungu avuruge mambo kabisa. Mungu avuruge mambo, asikie maombi kilio cha Wakongomani. Bila vile wanaume wote ambao wanaanza kimbilia wanaanza jendea Mauvira, wengine wanaanza enda Mabubembe. Watu wote wanaishia kwenda Makalemi na wale wanaume wanaanza kukaa tena Burundi. Bali ni kukaza roho tu ndio ni wanabakia hapo. Hatujui tufanye je. Burundi tuangaike, wapi tuteseke? Mungu atuonee huruma. Ndo habari ya leo hapa Sangi hewa tunaishi ndani kwa sasa. Yes, na huo ndo mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mimi tukutane majira ya saa 12. Bye bye.